qaribatu minha. Tena hivyo hivyo ikatokea tukio jingine, yani karibu na huyu bwana, kuna mwingine naye alizimia hivyo hivyo. Sawa? Kadhalika waqat hadithatun ukhra qaribatu minha, hivyo hivyo likatokezea tukio jingine karibu na hilo. Wa ya anna Umar ibn Khattab, tukio hili ni kwamba Umar ibn Khattab, yeye Umar mwenyewe radiyallahu anhu, jaa ila baiti nabii, alikuja katika nyumba ya Mtume sallam, wa samura ma'ahum qalila, na akakaa muda mrefu macho pale na Mtume kwa muda kidogo. Akakaa, ukenda kwa Mtume una haraka, sio utakaa pale kidogo zungumzie na haya na yale, insamu urani kukaa macho, kukaa macho. Kadhalika waqat hadithatun ukhra, pia palitokezea tukio jingine qaribatu minha, la karibiana na huyo bwana Surma. Sawa, la Sarma la karibiana uhalisia wake. Wa hiya, nalo ni kwamba anna Umar ibn al-Khattab, ilitokezea kwamba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jaa ila baiti nabii, alikwenda katika nyumba ya Mtume sallam, wa samura ma'ahum qalila, akakaa pale macho na wao pamoja nao kidogo, akakaa pale. Thumma baada dhalika raja'a ila baiti, alipoondoka Mtume pale akarudi nyumbani kwake. Thumma kisha baada dhalika, baada kwa Mtume kidogo pale, raja'a ila baitihi, akarejea nyumbani kwake. Fa arada min imraatihi, Umar kufika nyumbani akamtaka mke wake, ya hajalala. Umar hajalala, kutoka kwa Mtume macho kwa Mtume kule hakulala, alizungumza pale akasikiliza, baadaye akarudi nyumbani. Raja ila baiti, akarejea nyumbani kwake. Fa arada min imraatihi ma yuriduhu ar-rajulu min al-mar'a, Umar akataka kwa mke wake lile ambalo kulitaka mtu kwa mkewe. Unataka nini? Chelewa, sio chelewa. Haya mambo mengine huwa yafungwe jamaa, sio mambo yafunguli tena hivyo, la. Fa arada Umar radiyallahu anhu, akataka yeye mwenyewe mini imraati, kwa mke wake, ma yuridu ar-rajulu, yale ambayo huyataka mwanamume, min al-mar'a, kwa mwanamke. Faqalat, mke wake akamwambia, inna qad namat, mimi Umar nililala. Walipotoka hapa, mimi hapa nilipata usingizi nikalala. Maana sheria hiyo ilikuwa wanaume na nani na wanawake, ukilala tu halas ni mpaka kesho, kama ni mwanamume au mwanamke. Sasa mume kaje pale amtaka mkewe, kumbe mke hapa nyumbani, mume alipoondoka alifanyaje? Alifanya vipi? Alipata usingizi akalala, akamwambia mume ambaye ni khalifa mkubwa baada ya Abubakar, mkwe wa Mtume ambaye alikuwa ni nguvu ya Uislamu, Umar, bibi sogea kitandani. Qalat, akasema, innaha qad namat, mimi kwa hakika nililala. Sheria inasema ukilala ni mpaka kesho. Ufanya subra kwa leo, mimi zako ninakipinga, sawa, ninakipingamizi, nililala. Asa tuelewa sisi hizo lugha za wanawake. Sote sisi wanaume tumeoa hapa wengi wetu. Kwa sasa ushakuwa katika 90 kwa 100. Wewe uko tayari, yeye kwambia wajua mimi nakuja leo, kwa nina kazi ya kufua hapa nyumbani, nafua nguo zako wewe na zangu mimi na za watoto. Ndio nini sasa? Ndio nini? Kwenda kwamba ufue tena? Siwezi. Namna gani bwana? Yaani hapo na haelewi Kiswahili hapo. Kabisa afahamu. Kila kumwambia hafahamu ndio yote, mwambia hapo kuna maziko, atakwambia nitaenda baadaye kidogo. Kuna kikao cha suluhu, atakwambia nitaenda baadaye kidogo. Baki kwanza ili lishe. Tumeomba hivyo. Fadhanna annaha ta'tal. Umar akadhania kwamba huyo mkewe atafuta sababu. Atafuta sababu amhepe leo. Mimi nakuja hapa uni usiku natoka kwa Mtume na haja na wewe bibi, ambia kidogo nilala bwana. Fadhanna, Umar akadhania kama binadamu sio, annaha ta'tallu, kwamba mwanamke yule atafuta nini? Atafuta sababu, au watatahayyalu alayhi, kwamba amfanyia hila, kwamba yule hataki. Naona kashaanza nalala na kashaanza story sasa hapa.
fadhanna annaha ta'tallu, akadhania Umar ya kwamba mke wake atafuta sababu tu, watatahayalu alayhi, na amfanyia hila amnyime. Fawaqa'aha ghadban anha, sawa, kaambia bwana huwezi kunishinda bwana, wewe kama ulilala ulilala wewe, mimi niko macho na mimi nina haja na wewe. Fawaqa'at ghasban, asema akamuingilia kwa nguvu. Fawaqa'aha, akamuingilia mkewe ghasban, kwa kumpora, yani kwa nguvu. Ghasban anha, bila khiari yake mke wake, yani kwa nguvu. Mume ataka haki yake ya msingi ya ndoa, mwambie hata mimi ninachoka natoka shamba. Lakini pia mume yeye ana nguvu. Sometimes mwanamke ndio kibonge, sawa, mwanamume yule ni mpaka penigoti alie, hiyo ndio udhaifu. Sasa sababu ya kwambia bwana wewe sometimes hajachoka wala hajalala wala hajafua wala hajachoka, akwambia leo wewe namna gani bado kalale huko, خلاص huwezi ukafanya chochote juu yake, sababu umezidiwa baba. Ndio Rasul akatuhimiza tukioa tuoe wanawake ambao ni kufu yetu, sawa. Mwanamke kufu yako ndio ambaye utamuweza muendana. Kwa hiyo fawaqa'aha ghasban anha, Umar Allah aradhi naye akamwingilia mke wake kwa nguvu. Wa hiya akadat, naye mwanamke alitia mkazo akamhakikishia lahu yeye. Baada dhalika, baada ya hapo tendo lishapita pale, washamaliza, ndo akamwambia tena Umar, mimi wallahi nilikuwa sina habari kwa sababu nafanya hila au nilikuwa na sababu, mimi nilikuwa nalala kweli, hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala, wewe umefanyaje sasa? Lakini shaisha, sawa. Fanadima, Umar akajuta sasa, kumbe ni kweli mimi nililala kweli. Sasa mvipi hapo? Fanadima, akajuta, silikuwaje bwana, silikuwaje bwana. Haya sasa, lakini zama zile zama mzuri, kwa nini tumekuwa hai, sawa, Rasuli yupo hai. Fanadima, Umar akajuta. Fadhahaba ila an-nabii, mbio akaenda kwa mtume alayhi salatu wasalam. Wa akhbarahu, na akampa habari, ya Rasulullah, imetokea 1 2 3 4 5, vipi tufanyaje sasa hapa? Wa akhbarahu, akampa habari. Fa anzala Allah ba'da dhalika, subhanallah, ikashuka aya bwana, akateremsha Allah tabaraka wa taala. Baada ya hapo, baada ya tukio hilo, ikaja aya hii, uhilla lakum laylatas siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhun wabtaghu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmu siyama ila al-layl. Iko sasa hii kutokea kwa bwana Sarma, kutokea kwa nani? Kwa Umar. Basi Allah tabaraka wa taala, matukio haya ilifuatana haya na yule sahaba mkulima na la nani na la Umar, ilitokea wakati mmoja. Umar hakulificha, akaenda kulilalamika, kulibainisha, kulielezea kwa mtume alayhi salatu wasalam. Fa anzala Allah ba'da dhalika, akashusha Allah baada ya hapo, ikashuka aya kuja kuondoshwa ile amri ya mwanzo. Allah akasema uhilla lakum, mmehalishwa kuanzia sasa, mmehalalishwa kwenu, mmehalalishiwa lailatus siyami, usiku wote wafunga, sawa, usiku wafunga. Arrafathu ila nisaikum, ni halali kuingiliana na wake zenu. Ikiwa halali jima'i na kula nako, kula mihogo na tambi na maji, halali. Tayib, uhilla lakum,
mmehalalishiwa ni Waislamu laila siyami, usiku wa funga, arrafathu ila nisaikum, kuingiliana na wake zenu, hunna libasul lakum, hao wanawake kwenu nyinyi ni nguo. Mwanamme hawezi akakaa bila ya nguo, na nguo ni mwanamke. Utaona ambaye hajaoa ni kama ambaye yuko uchivi, apambana na dharuba nyingi sana. Dharuba kwake ni nzito sana, hasa zama kama hizi ambazo mambo yote yako kiganjani. Kwa hiyo hunna, hao wanawake, libasul lakum, ni vazi kwenu, wa antum, na nyinyi, libasul lahun, ni vazi kwa wao. Kila mmoja amhitajia mwenzake. Alima Allahu, alijua Allah tabaraka wa taala, annakum, kwamba nyinyi masahaba, nyinyi kwa Waislamu, kuntum, mlikuwa, takhtanuna anfusakum, mwazikhini nafsi zenu. Allah kajua yule bwana mkulima, kadhalika na Umar. Hawa walifanya wawili, zamani kaja kwa watu wote, hata hawa ambao hawakufanya walikuwa katika dhiki kubwa. Sawa, lakini wakasema, ndio Allah kaamrisha. Alima Allah, alijua Allah tabaraka wa taala, annakum kuntum, kwamba nyinyi mlikuwa, takhtanuna anfusakum, mwazifanyia khiana, mwazikhini nafsi zenu, lakini Allah fataba alaikum, yeye amepokea toba kwenu, wa afa ankum, na amewasamehe. Ile ya Umar ile yasamehewa, ile ya Salman nayo wakasamehewa. Allah kaleta msamaha kutoka mbinguni, anasema wa afa ankum, kawasamehe nyote. Kila aliyeteza katika amri hii, akala baada ya kulala au akanywa au akafanya tendo la ndoa, Allah wote hao amewasamehe.